Bwana, leo tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2025. Imani yangu ni kwamba wote mko salama kabisa, na tunaendelea kupeana taarifa za matukio mbalimbali ambayo yanatokea duniani. Na sasa tunakutana na taarifa ambazo zinahusu nchi za G7 zimetangaza msimamo kuhusu mazungumzo ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo nchi za G7 pamoja na Umoja wa Ulaya wamesisitiza umuhimu wa kutumia mstari wa sasa wa mapigano kama msingi wa mazungumzo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, huku wakirejelea tena uungwaji mkono kamili kwa Ukraine katika kulinda uhuru na mipaka yake ya kitaifa, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na hizo nchi wanachama wa G7. Na unapozungumzia hawa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 7 ambazo zimeendelea kiviwanda, wamemaliza kikao chao nchini Canada siku ya Jumatano, wakithibitisha tena misaada yao kwa Ukraine na kulaani machafuko ambayo yanaendelea Sudani, huku wakiepuka kujadili masuala nyeti kama mashambulizi ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Caribbean pamoja na mivutano ya kibiashara. Ripoti kamili inasema mawaziri wa mambo ya nje wa G7 walikutana na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sybiha wakati Ukraine ikiendelea kukabiliana na mashambulizi ya anga ya Urusi ambayo yamesababisha mgao wa umeme kote nchini Ukraine. Sybiha amesema Ukraine inahitaji msaada kutoka kwa washirika wake ili kustahimili majira haya ya baridi kali na magumu sana, akiongeza kwamba wanapaswa kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi, kuongeza gharama za uvamizi huo kwa Putin ili vita hivyo viweze kukoma, amezungumza Sybiha. Katika tamko lao la pamoja, mawaziri wa G7 wamesema wanaongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Urusi na wanachunguza hatua zaidi dhidi ya wale ambao wanafadhili vita vya Urusi. Canada ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya wale wanaohusika na utengenezaji wa ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambazo zinatumika nchini Urusi, wakati Uingereza siku moja kabla wameahidi misaada ya kifedha kwa miundombinu ya nishati ya Ukraine. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kupitia mitandao ya kijamii kwamba kikao hicho kililenga kuimarisha ulinzi wa Ukraine pamoja na kutafuta njia ya kumaliza vita hivyo na umwagaji damu. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Anita Anand, yeye alisisitiza kwamba wanafanya kila kinachohitajika ili kuweza kuisaidia Ukraine. Ifahamike kikao hicho kimefanyika eneo la Niagara on the Lake karibu na mpaka wa Marekani, siku chache baada ya Rais Donald Trump kusitisha mazungumzo ya kibiashara na Canada. Sababu ilikuwa ni tangazo la serikali ya Ontario ambalo limepinga ushuru wa Marekani, jambo ambalo limemkera vibaya mno bwana Donald Trump. Hii inafuatia kipindi cha migogoro majira mchipuo ambapo Trump alidai kuwa Canada inapaswa kuwa jimbo la 51 la Marekani. Waziri Anand alikataa kujadili swala hilo, akisema nipo hapa kuzungumzia kazi ya G7, sio masuala ya kibiashara. Vile vile Marco Rubio alijibu maswali kuhusu mashambulizi ya kijeshi ya Marekani katika bahari ya Caribbean pamoja na Pacific Mashariki, ambapo Marekani inadai kuharibu meli 19 ambazo zinashukiwa kubeba dawa za kulevya na kuua takribani watu 75 tangu mwezi Septemba, ambapo Rubio alisema swala hilo halikujadiliwa hata mara moja na waziri yoyote wa G7, akikanusha pia taarifa kwamba Uingereza imeacha kushirikiana kijasusi, akisisitiza kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika ushirikiano wa kijeshi. Katika tamko lao, mawaziri wa G7 wamelaani vikali pia ongezeko la machafuko nchini Sudani, ambapo jeshi la serikali linapigana na vikosi vya Rapid Support Force RSF, ambapo Rubio amesema hali ya kibinadamu pale Sudani ni mbaya sana, lazima tukatize mtiririko wa silaha na misaada mingine ambayo wanapokea RSF. Alipoulizwa kuhusu jukumu la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Rubio alisema tunajua ni nani anayeisaidia RSF na tunashinikiza wahusika kuacha mara moja, ambapo kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa inaonyesha kuwa UAE, licha ya kuwa mpenzi wa karibu wa Marekani, imetuhumiwa kutuma silaha kwa RSF, madai ambayo UAE imeyakataa. Sasa mkutano huu wa G7 ambao ulishirikisha Canada, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Japan ulilenga kuonesha umoja wa kidiplomasia dhidi ya migogoro mikubwa duniani, hasa vita vya Ukraine pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe
pale mjini Sudani. Hata hivyo, ulikwepa makusudi masuala nyeti ambayo yanahusisha mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na mvutano wa kibiashara, ikiashiria kuwa ijapokuwa G7 ni umoja, maslahi ya kitaifa bado yanabaki kuwa kikwazo kikubwa cha maelewano kamili katika eneo hilo. Kwa hiyo hili ni moja kati ya eneo ambalo tunaona nchi za G7 zimeamua kukutana na kulani kabisa kile ambacho kinafanywa na serikali ya Urusi, lakini still bado wanashindwa kuwa na tamko la moja kwa moja kwamba wote sasa waende kuiwekea vikwazo Urusi, kutokana na sababu ambazo wao wenyewe wanafahamu kwamba hilo taifa la Urusi lenyewe sio taifa la mchezo, yani sio taifa ambalo unaweza kusema linaweza likatetereka kutokana na kile ambacho kinazungumzwa. No, hapana. Wao ni watu ambao wamestay strong kwa muda mrefu, na wamesema lolote ambalo linaweza likatokea, then they are ready as Russian, they are ready kwa ajili ya kufight. Na kama mtakuwa sasa hivi mmefuatilia vizuri sana, mtaungana na mimi kwamba kwa hivi sasa Marekani anatengeneza migogoro katika maeneo mbalimbali duniani ili aendelee kupata ushawishi mkubwa zaidi. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia kile ambacho kinatokea kule Venezuela, wanasema sio wanapambana na issue za madawa ya kulevya pamoja na mambo mengine, lakini the story behind ni kwa sababu tu Venezuela wameamua kuwa katika mlengo wa pili, mlengo wa Urusi, ambao wa Marekani wao wanasema ni mlengo mbaya. Hata ukitazama huko Nigeria, wanasema wao sijui kuna mapigano ya Waislamu pamoja na Wakristo, kwa hiyo sijui wanaenda kuwatetea sijui Wakristo ambao wapo kule, lakini the story behind ni kwa nini Nigeria imeamua kujiondoa, wanataka kujiondoa kwenye sekta ya ufanyaji wa biashara na taifa la Marekani, jambo ambalo kimsingi ndilo ambalo linawafanya wanakuwa katika nyakati hizi za kupambana. Wanapambana sana. Sisi kama Daraja tunatumika hapa kuwaleta ripoti zote ambazo nyie mnahitaji kuweza kuzipokea, kwa sababu mna kila sababu ya kuzipokea taarifa hizo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.